Mame na maslahi ya bodi ya ligi, na bodi ya ligi ndio ambayo ilikuwa inawekwa kikangoni kwenye hizo hoja za Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, na kuna mheshimiwa mbunge mmoja jina limetoka naye alikuwa amekandamiza kwenye hoja hizo kabla hajaja mbunge wangu wa Morogoro Kusini Magharibi mheshimiwa Babu Tare kuja kusawazisha mambo akanukuna vifungu vya Qur'an. So you can understand kwa nini mwenyekiti Mangungu anajaribu kuipotezea hiyo hoja isiendelee tena kuzungumzwa, kwa sababu maamuzi ambayo yamefanyika mpaka hivi sasa kupanga tarehe ya mechi regardless ya kutoka ripoti ya nini kilichotokea mara ya mwisho Machi 8 ni vitu ambavyo vinaiweka Simba Sports kwenye favor zaidi, wakati wapinzani wao kama alivyosema Young Africans wapo kwenye vilio. Na kilio cha Young Africans ndio iko ambacho bungeni kimeletwa kwamba kwa nini hatujaletwa ripoti ya nini kilichopekea dabi yailishwe. Ijapokuwa kwenye hayo maswali ya waandishi wakati anajibu anasema kwamba bodi ya ligi imetokana na sisi wanachama tumepitisha kanuni, bado ukimpigia simu hata sasa hivi mzee wangu Mangungu kamuuliza kwa mujibu wa hizo kanuni zinasema ukinyima uwanja wa mazoezi uwanjani ufike. Hatakuwa na majibu pia. Ataendelea kuzunguka kwenye zile kanuni alizokuwa na nanili hapa. Sasa kwa zile kanuni zingine zinatungwa, si viongozi walikuwepo na nini? Ukimwetu hakuepo kwenye wakati ile kanuni ya kusema kwamba ukinyimwa na kufanya mazoezi lazima uende timu, malalamiko yatafuata. Yeye hiyo kanuni hakuwa anaijua. Ukiacha au wakati napitishwa na yeye hakuwepo. Ukiacha tu yeye kupigania maslahi ya taasisi yake. Lakini pia Mangungu ashaikuwa mbunge na anajua kinachoendelea sasa hivi bungeni, kwamba hiyo siku wakati hao wabunge wanachangia walikuwa wanachangia uwasilishwaji wa bajeti ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Kwa hiyo Simba na Yanga ni watu ambao wapo kwenye michezo. Kwa hiyo ni hoja ambazo lazima zitaibuka kwa sababu wizara inafanyaje? Inawasilisha bajeti yake. Kwa hiyo naamini kwamba ni kitu ambacho yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa, lakini katika kutetea maslahi ya taasisi yake. Hii ni mara ya pili kwa kipindi cha hivi karibuni nikishuhudia mzee wetu Mangungu akitoa kidogo majibu ambayo hayanifurahishi kama mwandishi. Sasa kwa kipindi cha hivi karibuni. Mara ya kwanza kwa kipindi cha hivi karibuni. Mangungu bana. Ndio kufurahishi tena. Ngoja Jobu kabla hujaja. Wewe mzee wangu Mangungu asipokufurahisha sawa wapi? Kwenye kauli kama hizi majibu yake. Mimi nataka nikwambie kitu kama mwandishi. Mangungu sio muuza ice cream kusema hata anauza kitu ambacho kitapendwa na kila mtu. Hapana. Yeye anaongea ambacho kina maslahi kwa taasisi yake. Kwa hiyo yeye kama alichokiongea kina maslahi kwa taasisi yake, hatojali mwingine kakichukulia. Hiyo itakuwa none of his business. Na mimi nafurahi tu kuona sasa hivi Mangungu anapewa hadhi na thamani yake, tofauti na miaka 2-3. Anapewa na nani? Si watu sasa hivi watu wanaanza kumvalue Mangungu. Simba ndio. Sasa hivi uone kama Mangungu anazungumzika tofauti na ilivyo. Hapa msimu uliopita tu watu kila kitu kibaya Mangungu atoke, Mangungu afanye hiki. Sasa Mangungu bado ana deni na wana Simba, aliahidi akiwa mwenyekiti ataifunga Yanga na hajaachana nayo mambo. Mimi nataka niseme kitu kimoja. Uone kama ndio thamani yake imebakia pale pale, kwa sababu timu ikifanya vibaya akizodolewa, kwa sababu watu wanamjua yeye ndio mwenye nguvu ndani ya Simba Sports. Na timu ikifanya vizuri watu wakimpa maua hawampi Mudaji, wanampa Mangungu kwa sababu wanajua pia ndio mwenye nguvu. Yani kusomewa na kupigiwa makofi ni sehemu ya majukumu yake kama mwenyekiti wa klabu. Hapana, walipaswa kumpa haki yake vile inavyostahili. Yani sio kwamba timu ikifanya vizuri ya Moi ikifanya vibaya Mangungu. Huo ni ujinga. Umeelewa? Si huo ni ujinga. Timu ikifanya vibaya pia mseme ni Amo, na ikifanya vizuri mseme pia kama ni Mangungu. Sio ya Mangungu. Sio Mangungu tu peke yake. Mimi kuna kitu kimoja nimekaa kuanzia jana kinanidisturb sana. Mmesema majibu ya bunge yalikuwa yanazungumzwa wakati gani? Kwa hiyo wasilishaji wa bajeti ya Wizara ya Michezo. Wizara ya Michezo inawasilishwa nini? Bajeti. Manake ya mwaka huu. Si ndio? 25 26. Si ndio? Hivi umegundua kilichotoka hapo ni nini? Nini imekuwa kinazungumzwa zaidi? Main topic ni nini? Ni watu wameuliza Simba na Yanga kuhusiana na kucheza. Hadi mbunge Kasheku akatishia kushika shilingi. Unanipata vizuri? Ameshikilia shilingi. Nisikilize vizuri. Mara ya mwisho Jobu kwenye bunge la nchi hii hapa shilingi kushikwa ilikuwa ni nyakati ya utawala wa Mzee Kikwete, ndio kuna waziri alishikiwa shilingi. Nazungumzia zaidi ya miaka 10 imepita. Lakini kwa sababu ya maslahi ya Simba na Yanga, jana Msukuma kampiga beat profesa. Juzi. Ilikuwa ni juzi. Kampiga beat profesa kwamba atamshikia shilingi kwamba bajeti yake isipitishwe. Yaani unajua mimi
kinachonichanganya, tumekaa kuzungumza Simba na Yanga, kitu ambacho ni story tu, siasa tu ambayo haieleweki mwisho wake, lakini sijaona sehemu ikijadiliwa hiyo bajeti yenyewe. Kuna mtu anajua bajeti ni kiasi gani nimesema? Zaidi ya bilioni 500 nadhani. Unajua hapo tunazungumzia mustakabali wa michezo kwa taifa. Sijui kama watu wanaelewa hiyo kitu. Lakini watu wamechagua portion ya Simba na Yanga kuliko mustakabali wa michezo kwa taifa kwa mwaka 2025 2026. Na tena sio tu wamechagua portion ya Simba na Yanga, wamechagua siasa ya Simba na Yanga. That's politics. Unajua hizi timu ni kubwa. Sio kubwa, ni ujinga. I'm telling you. Yaani mimi ngoja nikwambie kitu mkule. Mara nyingi mimi waga nasemaga Simba na Yanga ni kipimo cha uchizi cha kwanza cha Watanzania. Yaani ukitaka kupima uchizi wa mtu, guse kwenye Simba na Yanga. Hapo ataachana na kila kitu. Ndio kwenye Simba na Yanga. Ndio utajua akili yake halisi. Awe profesa, awe shekhe, awe mchungaji. Hicho ndo kipimo cha kwanza na rahisi kabisa cha kujua uchizi wa mtu, kiko kwenye Simba na Yanga. Kwa sababu ile inaenda beyond football team. Inaenda yani zaidi ya vilabu vya mpira wa miguu. Maisha. Wengi ukiwauliza uliingiaje Simba au Yanga, ni kurithi, wamerithi kutoka vizazi na vizazi. Ni kama vyama vya siasa, siwezi kusema sana, lakini kipa unakaa pale kwa sababu kipa anakuwa ni mtu wa mwisho kwenye ukuta ili auone mpira. Kwa anapokuja mpigaji anaanza kuiba kwenda hivi ili ukirusha ukuta upige. Sasa pale utakapojikuta unaanza kuiba alafu mpira haunyanyuki kwenye ukuta, unashangaa unapita hapa, huwezi kurudi. Ndio unasimama tu kama nani pale sanamu. Alipigoga David James Portsmouth Man United, ile commentator akasema James kasimama kama sanamu. Zile zikipigwa vile, omba Mungu iwe nje, mpigaji kakosea, au na wewe ndo tunasema uwe na hizo reflex za hatari sana.